Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bismillah, tunaendelea kukisoma kitabu kiitwacho Al-Ashhurul Hurum fadluha wa ahkamuha fi dawi at-tarikh wa shari'ah, kuanzia kwenye peji ya 22. Fadlu sawmi shahrillahi al-muharrami wa asharihi al-awwal, fadhila za kufunga mwezi wa Mwenyezi Mungu Muharram, yani mwezi mtukufu kwa Mwenyezi Mungu Muharram, na siku 10 zake za mwanzo, 10 la mwanzo. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallama, amesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu, ashushe rehema Mwenyezi Mungu juu yake na asalimishe, afdalu siyami ba'da shahri ramadana, bora ya funga baada ya mwezi wa Ramadhani, shahrullahi, ni mwezi wa Mwenyezi Mungu, alladhi tad'unahu almuharrama, ambao munauita Muharram. Mwezi wa Muharram ni katika miezi mitukufu na ambayo kufunga ndani yake ni bora mno. Wa afdalu salati ba'da almafrudati, na bora ya swala baada ya yenye kufaradhishwa, baada ya swala ya faradhi, bora ya swala as-salatu fi jawfi al-layli, ni swala katikati ya usiku, yani qiyamul layli au tahajjudi, ambayo inaswaliwa kabla ya kuingia alfajiri ya kweli. Fahadha alhadithu sarihun, basi hii hadithi ni yenye kuwa wazi, fi anna afdala ma yutatawwa'u bihi min as-siyami ba'da ramadana, katika kuwa kwamba bora zaidi ya ambacho hufanywa kuwa ni sunna, hutolewa kwacho, yani mtu huitolea nafsi yake kwa kukifanya, minasiyami, kuna kufunga, baada ramadana, baada ya Ramadhani, huwa siyamu almuharrami, ni funga Ramadhani. Yani bora zaidi ya ambavyo mtu hujitolea kuvifanya katika funga ni funga ya mwezi wa Muharram baada ya Ramadhani. Wa qad yahtamilu, na inaweza kuchukulika hiyo hadithi, an yurada annahu afdalu shahrin yutatawwa'u bisiyamihi kamilan ba'da Ramadana, kukusudiwa kwamba mwezi wa Muharram ni bora zaidi ya mwezi ambao hutolewa, yani hujitolea mtu kwa kufunga kamili baada ya Ramadhani. Yani ni mwezi bora zaidi ambao hufanywa sunna, yutatawwa'u, hufanywa sunna bisiyamihi, kwa kufunga kamilan, kwa ukamilifu, baada Ramadhana, baada ya Ramadhani. Amma tatawwu'u, ama kujitolea kufanya sunna bisiyami ba'd shahrin, kwa kufunga baadhi ya mwezi, yani ikiwa mtu anafunga baadhi tu ya siku katika mwezi wa Muharram, hafungi zote, faqad yakunu afdalu min ba'd ayamihi, huenda ikawa bora zaidi kuliko baadhi ya siku zake. Kasiyami yaumi arafata, ni kama vile siku ya Arafa. Yani inaweza kuwa hizo siku baadhi alizozifunga za mwezi wa Muharram, hizo baadhi hizo zinazidiwa ubora na baadhi ya funga nyingine. Kwa nini? Kwa sababu hajafunga huyu mwezi wa Muharram wote. Kwa hiyo hapa hazungumzii kufunga mwezi wa Muharram wote, anazungumzia ambaye amefunga baadhi tu ya siku katika mwezi wa Muharram. Inaweza kuwa hizo siku ambazo amezifunga sio bora kuliko siku ya Arafa, bali siku ya Arafa ikawa ni bora zaidi, kasiyami yaumi arafata, kama vile kufunga siku ya Arafa, au ashri dhilhijjati, au 10 za Dhulhijja, yani siku 10 za mwanzo za Dhulhijja, au 6 min Shawwal, au siku 6 kunako mwezi wa Shawwal, wal ayyamil bidhi, na masiku meupe, wa yaumi Ashura, na siku ya Ashura, wa nahwi dhalika, na mfano wa siku hizo. Yani hizi ndio zitakuwa bora zaidi kuliko hizo baadhi ya siku ambazo yeye amezifunga. Ama ikiwa amefunga mwezi wote wa Muharram kwa ujumla, patasema kwamba huo mwezi wa Muharram ni bora zaidi funga yake kuifunga, kama ilivyokuja kwenye hadithi. Walakin yuqalu, lakini panasemwa, inna nabiyya sallallahu alayhi wasallam kana yasumu Sha'ban, hakika mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anafunga Sha'ban. Walam yunqal, tuweke sawa kwenye kitabu, walam yunqal annahu kana yasumu almuharrama, wala hapajanukuliwa kwamba hakika yeye alikuwa anafunga Muharram. Inma kana yasumu Ashura, hakika si vinginevyo alikuwa anafunga Ashura. Lakini mtume
ameshaeleza kwamba funga bora baada ya Ramadhani ni funga mwezi wa Muharram, pamoja na kwamba haijapokelewa, yani hapajanukuliwa kwamba yeye alikuwa anafunga, ila kasema kuhusiana na kufunga kwamba ni bora. Walladhi yadullu ala dhalika, na ambalo linajulisha juu ya hilo, annahu qala fi akhir sanatin, ni kwamba hakika yeye alisema katika mwisho wa mwaka fulani, la in aishtu ila qabilin, nikiishi mpaka muda wa mbele, yani mwaka wa mbele, la asumanna tasi'a, nitafunga siku ya 9 ambayo tunaita Tasua, ambapo yeye mtume alikuwa anafunga Ashura. Ashura ni siku ya 10 katika mwezi wa Muharram, yeye alikuwa anafunga Ashura. Kisha akasema kwamba akiishi mpaka mwaka mwingine atafunga Tasua, yani mwezi 9 Muharram, ndipo atafunga na Ashura ili kutofautiana na Mayahudi. Ta'yinu al-afdali baina al-ashhuri al-hurumi, huu ni uainishaji wa kilicho bora zaidi baina ya miezi mitukufu. Ni upi mwezi mtukufu zaidi katika miezi mitukufu minne? Rajab na Dhulqaada, Dhulhijja na Muharram. Ikhtalafa al-ulamau fi ayi al-ashhuri al-hurumi afdalu, wametofautiana, wamekindana wanawazuoni katika kuwa ni mwezi gani katika miezi mitukufu ni bora zaidi. Qala al-Hasan wa ghayruhu, amesema Hasan na wengineo, nadhani Hasan al-Misri, afdaluha shahrullahi al-Muharram, bora ya hiyo miezi mitukufu minne ni mwezi wa Mwenyezi Mungu Muharram. Wa rajahahu ta'ifatun min al-mutaakhirina, na wamelitia nguvu hilo kundi pote katika wanawazuoni waliocherewa. Wanawazuoni mutaakhiruna ni wale ambao sio salafi. Kuna salafi halafu kuna khalaf. Kwa hiyo makusudio mutaakhirun ni wale ambao ni khalaf, katika ambao wamekuja mwisho, ndio makusudio. Wao wametia nguvu kwamba hii kauli hii ya kwamba mwezi wa Muharram ndio bora zaidi kuliko Dhulqaada na Dhulhijja na Rajab, wao wametia nguvu kauli hii. Waqala, na amesema, na wamesema, inna Allah iftataha sanata bi shahrin haramin, hakika Mwenyezi Mungu mtukufu ameufungua mwaka kwa mwezi mtukufu. Wa khatamaha bi shahrin haramin, na ameuhitimisha, ameumaliza mwaka kwa mwezi mtukufu. Falaysa shahrun fi sanati ba'da shahri Ramadhani, basi haukuwa mwezi wowote katika mwaka baada ya mwezi wa Ramadhani, a'dhamu 'inda Allahi min al-Muharram, ni bora zaidi mbele ya Mwenyezi Mungu kuliko mwezi wa Muharram. Wa kana yusamma shahrallahi al-asamma, na ulikuwa mwezi wa Muharram unaitwa mwezi wa Mwenyezi Mungu al-asam, min shiddati tahrimihi, kutokana na ukubwa wa kuheshimika kwake na kuharamishwa ndani yake baadhi ya mambo, kwa vile hii ni katika miezi mitukufu. Ni kwa sababu hiyo na kwa sababu ya ukubwa wa heshima yake na utukufu wake. Hii ni kauli ile. Waqala, maana yake amesema Hasan al-Misri, amesema kauli ya mwanzo na amesema hii kauli ya pili. Na haya maneno haya ni rejezo dhidi ya yule ambaye amedai kwamba miezi hii mitukufu minne ni bora zaidi kuliko mwezi wa Ramadhani. Hii ukiacha yale ambayo tumeelezea jana na yanatosha, na aya ya Mwenyezi Mungu inatosha zaidi kumrudi, hii pia ni rejezo dhidi yake. Amesema falaysa shahrun fi sanati ba'da shahri Ramadhan, baada ya mwezi wa Ramadhani hakuna mwezi ambao ni bora zaidi mbele ya Mwenyezi Mungu kuliko Muharram. Kwa hiyo maana yake, ikiwa mwezi wa Muharram ni mtukufu zaidi katika ile miezi minne, pamoja na hivyo huo mwezi wa Muharram utukufu wake ni baada ya mwezi wa Ramadhani, basi huu mwezi wa Ramadhani ni mtukufu zaidi kuliko miezi yote 11 iliyobakia. Waqala Sa'id ibn Jubair wa ghayruhu, na amesema Sa'id ibn Jubair na wengineo, afdalul ashhuri al-hurumi, bora ya miezi mitukufu Dhulqaada ni Dhulqaada au Dhulhijjati au Dhulhijja. Wazama ba'du shafi'iyyati, na wamedai baadhi ya Shafi'iyya, yani wenye kunasibika na madhhabi ya Imamu Shafi'i, anna afdal al-ashhuri, kwamba bora zaidi ya miezi al-hurumi mitukufu Rajabun ni Rajab, wa huwa qaulun mardudun, nayo ni kauli yenye kurejeshwa, yani haikubaliwi kauli yao hii. Waqad nadhama ba'dhum dhalika faqala, na hakika wametunga baadhi yao hilo akasema, yani yuko mwanazuoni aliyetunga baadhi ya beti ambazo amezipangilia kwa mujibu wa ubora wa miezi, akasema
wa afdalu shuhuri bil itlaqi shahru siyami fahuwa dhu sibaqi fashahru rabbina huwal muharramu farajabun falhijjatul mu'azzamu faqadatun faba'dahu sha'banu wa kullu dha jaa bihil bayanu wa afdalu shuhuri bil itlaqi, na bora zaidi ya miezi kwa mwachiliko, shahru siyami, ni mwezi wa funga, fahuwa dhu sibaqi, wao mwezi wa funga, mwezi wa Ramadhani ni wenye utangulivu, yani mwezi huo ni bora zaidi na umetangulia zaidi kwa utukufu kuliko miezi mingine yote. Fa shahru rabbina huwal muharramu, kisha mwezi wa Mola wetu ni huo mwezi wa Muharram, ndio mwezi wa Mola wetu, yani mwezi mtukufu zaidi kwa Mwenyezi Mungu, sivyo miezi yote ni ya Mwenyezi Mungu. Farajabun falhijjatul mu'azzamu, kisha Rajab kisha Hija, yani Dhulhijja, mwezi mtukufu. Almu'azzamu hapa anakusudia kukamilisha beti. Faqadatun faba'dahu Sha'ban, kisha qada yani Dhulqada, kisha baada yake ni Sha'ban. Wa kullu dha jaa bihi albayan, na yote haya au hili lote hili umekuja kwenye hili ubainifu, yani kuwekwa wazi ama kupitia kauli za wanazuoni ama hadithi na mfano wa hivyo na aya. Faidatun fi siyami al-ashhuri al-hurum, hii ni faida katika funga ya miezi mitukufu, yani katika kuelezea kufunga miezi mitukufu. Walamma kanat al-ashhuru al-hurumu, nazama ilipokuwa miezi mitukufu, afdal ash-shahri, afdal al-ashhuri, ni bora zaidi ya miezi, baada Ramadhana mutlaqa, baada ya Ramadhani moja kwa moja. Baada ya Ramadhani miezi mitukufu inayofuatia ni miezi hiyo minne, hakuna mwingine wote baada ya hapo ambao ni bora kuliko miezi hii minne. Wa kana siyamuha kulluha manduban ilayhi kama amara bihi nabiyu sallallahu alayhi wasallama, na kukawa kuifunga hiyo miezi yote ni kwenye kusuniwa kuifunga, ni kwenye kusuniwa, ni kwenye kupendekezwa kuelekea kuifunga. Amara bihi nabiyu sallallahu alayhi wasallama, ameamrisha kwenye hilo la kufunga Mtume sallallahu alayhi wasallama. Wa kana ba'daha khitama sanati alhilaliyati, na ilikuwa baadhi ya hiyo miezi ni uhitimisho wa mwaka wenye kunasibika na mwendamo wa mwezi, yani baadhi ya hiyo miezi upo mwisho wa mwaka wa hijiria qamaria, au tunasema hilalia, tunasema mwaka wa Kiarabu, na mwezi huo ni mwezi wa Dhulhijja, ndio upo mwisho wa mwaka. Wa ba'daha miftahan laha, na baadhi ya hiyo miezi ni ufunguo wa mwaka wa qamaria hijiria alhilalia, nao ni mwezi wa Muharram. Faman sama shahra dhilhijjati, basi ambaye amefunga mwezi wa Dhulhijja, siwal ayami almuharram, yasiyokuwa masiku yenye kuharamishwa, siyamuha minhu, yasiyokuwa masiku ambayo ni kwenye kuharamishwa kuyafunga kutokana na yeye, ikawa hajafunga haya masiku ambayo ni haramu kufunga kwenye Dhulhijja, nayo ni siku ya mwezi 10, 11, 12 na 13 ndio ni haramu, akafunga siku zote zilizobakia. Wasama almuharram, na akafunga mwezi wa Muharram wa kwanza katika mwaka, faqad khatama sanata bitaati, basi hakika ameuhitimisha, ameumaliza mwaka kwa kutenda taa. Waftataha bitaati, na ameufungua kwa kutenda taa, na hilo ni jambo zuri lenye kusifiwa. Ma hiya afdalul ayami min shahri llahi almuharrami, ni yepi masiku bora zaidi kunako mwezi wa Mwenyezi Mungu, yani mwezi mtukufu mbele ya Mwenyezi Mungu, Muharram. Afdalu shahri llahi almuharrami ashruhul awalu, bora ya mwezi wa Mwenyezi Mungu, mwezi mtukufu wa Mwenyezi Mungu Muharram, bora zaidi ashruhul awal, ni 10 zake za mwanzo, 10 la mwanzo. Qala Abu Uthman an-Nahdi, amesema Abu Uthman an-Nahdi, kanu yu'adhimuna 13, walikuwa wanayatukuza 13. Al-ashrul akhiru min Ramadana, 10 la mwisho kunako Ramadhan, yani kutukuza kwao kulikuwa ni kukubwa zaidi. Sio maana yake mengine walikuwa hawatukuzi, la, walikuwa wanatukuza yote, lakini kutukuza hayo ni kukubwa zaidi, ndio makusudio.
10 la mwisho kunako Ramadhani, wal ashru al-awwal min Dhilhijja, na 10 la mwanzo kunako Dhilhijja, wal ashru al-awwal min al-Muharram, na 10 la mwanzo kunako mwezi wa Muharram. Wa qad qil, na hakika pamesemwa, innal ashra al-awwal min al-Muharram hiya al-ashru allati, hakika 10 la mwanzo kunako mwezi wa Muharram ndiyo siku 10 ambazo atamma Allahu biha, ametimiza Mwenyezi Mungu kwazo hizo 10, miqata Musa, wakati wa Nabii Musa 40 lailatan, siku 40. Pametajwa lailatan, lakini sio makusudio ni siku tu, bali makusudio ni siku 40. Pametajwa sehemu katika siku kwa kukusudiwa siku nzima. Sayyiduna Musa alitakiwa siku 30 kukaa mahala fulani tunapopaita Turi Sina au Saina, siku 30, kisha akakamilishiwa 10 nyingine. Hizo 10 pamesemwa kwamba 10 hizo ni 10 za mwanzo za mwezi wa Muharram, kwamba yeye alikaa siku 30 za Dhulhijja, kisha siku 10 za mwanzo wa Muharram. Kwa siku 10 hizo ndio kukamilisha hizi siku 40 ambazo ni ahadi ya Mwenyezi Mungu. Wa inna samaa Musa kalama Allahi dhatiya, na hakika usikiaji wa Musa, kuyasikia maneno ya Mwenyezi Mungu ya dhati, yani ambayo ni sifa yake, al-azaliya al-abadiya, ya tangu ya milele, yani ambayo hayana mwanzo wa kuwepo, hayana mwanzo. Maneno ya Mwenyezi Mungu sio kwamba Mwenyezi Mungu ananyamaza kisha anazungumza, hayo ni kwa kiumbe. Ama Mwenyezi Mungu laisa kamithlihi shay'un, hapana kama yeye chochote, na ni al-abadiya, ya milele, hayana mwisho, hayakatiki. Maneno ya Mwenyezi Mungu sio kama maneno yetu ambayo ni herufi kisha herufi nyingine kisha herufi nyingine. Maneno yetu yana mwanzo na mwisho, kwa sababu ni maneno ambayo ni sifa ya kuzuka. Ama Mwenyezi Mungu yeye maneno yake ni bila herufi wala sauti wala lugha. Herufi na sauti na lugha ni katika viumbe vya Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu kabla ya kuumba herufi na sauti na lugha hakuwa bubu, alikuwa ni mwenye kusifika kwa sifa ya kuzungumza bila kuhitajia herufi wala sauti wala lugha. Na baada ya kuumba herufi na sauti na lugha, Mwenyezi Mungu hajazidi utukufu kwa viumbe wake, hajajipatia utukufu kwa viumbe wake, wala hajahitajia viumbe wake. Kwa hiyo amebakia kuwa ni mwenye kusifika kwa sifa ya kuzungumza bila kuhitajia herufi wala sauti wala lugha. Na ufupi wa hilo ni kwamba dalili ya kwamba Mwenyezi Mungu ni mwenye kuzungumza bila herufi wala sauti wala lugha, bali hii ni miongoni mwa dalili, bali ni ndogo katika hizo dalili nyingi, ni kwamba sisi tunazungumza kwa herufi na sauti na lugha. Hii ni dalili tosha kwamba Mwenyezi Mungu hazungumzi kwa herufi na sauti na lugha. Kwa nini? Kwa sababu ambacho anasifika nacho kiumbe hasifiki nacho Mungu. Lau ingelikuwa anasifika nacho Mungu, kuwa anasifika kwa kuzungumza kwa herufi na sauti na lugha, angelikuwa ni kama sisi, na ingelifaa kusifiwa kwa ambayo tunasifiwa nayo sisi tunaozungumza kwa herufi na sauti na lugha. Lakini hilo hajasifiwa nalo Mwenyezi Mungu, kwa sababu maneno yake sio kama maneno yetu. Alladhi laysa harfan wala sauta, maneno ambayo sio herufi wala sauti. La huwa kalamun mutatabi'un, sio maneno yenye kufuatana kwa mfululizo. Wala mutaqatti'un, wala sio yenye kukatika. La huwa mubtada'un, sio yenye kuanzwa kwamba anyamaze kisha akaanza. Wala muhtatamun, wala si yenye kuishiwa, yani sio yenye kumalizwa. Maneno ya Mwenyezi Mungu hayana mwisho, hayana kukatika katika, na si ya kufuatana fuatana, sio kama maneno ya viumbe. Falaisa huwa kakalamil makhluqin, basi hayakuwa hayo maneno ya Mwenyezi Mungu ni kama vile maneno ya viumbe. Na kwa ufupi chukua hivi: mahma tasawwarta bibalika, vyovyote utakavyochora picha kwa moyo wako, fa kalamullahi la yushbihu dhalika, basi maneno ya Mwenyezi Mungu ambayo ni sifa yake hayafanani na hivyo ambavyo utachora picha hiyo. Chukua kwa ufupi, kisha ujue hutojua uhakika wa Mwenyezi Mungu, na hiyo hifadhi kauli ya Mwenyezi Mungu, laysa kamithlihi shay'un, hapana kama yeye chochote, na kauli yake fala tadribu lillahi al-amthal, musimpigie Mwenyezi Mungu mifano. Na kwamba kusikia Musa maneno ya Mwenyezi Mungu ambayo ni bila herufi wala sauti wala lugha, kama tulivyoelezea, waqa'a fi ashiriha, kumetuka, yani kumetokea katika siku ya 10 katika hayo masiku 10, yani katika hilo 10 la mwanzo la mwezi wa Muharram. Anamaanisha sio kwamba Nabii Musa
amesikia maneno ambayo yamezuka. Sio hivyo. Kilichozuka ni usikivu wa Nabii Musa. Nabii Musa alikuwa hasikii, amewekewa kizuizi, hawezi kusikia, kama ambavyo sisi tumewekewa kizuizi cha kimaana, hatuwezi kusikia maneno ya Mwenyezi Mungu. Kisha kikaondolewa hicho kizuizi. Kwa kuondolewa hicho kizuizi ndio akasikia maneno ya Mwenyezi Mungu, kisha kikarudishwa kizuizi, ukakatika usikiaji wa Nabii Musa, ama maneno ya Mwenyezi Mungu hayaanzi wala hayakatiki. Hayo ndio makusudio, na tunafikia hapo kwa darasa hii biidhnillah. Kwenye darasa ijayo tutakamilisha kitabu. Wallahu tabaraka wa taala a'lam wa ahkam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi awwalan wa akhira. Sanarhalu yawman biduni rafiq, furada sanamdi bidhaka at-tariq, فمنا سعيد هني رضي ومنا على ما دهاه شفيق. سنرحل مهما يزيد النحيب ويبكي الحبيب فراق الحبيب، ببحر خضم رحيل قريب، أغثني إلهي فإني غريب. سنرحل يوما بدون رفيق، فرادى سنمضي بذاك الطريق، فمنا سعيد هني رضي ومنا على ما دهاه شفيق. تيارارارا